Uwadgani mpenzi mwana michezo, twende tukajadili masuala ya kimichezo, na kubwa zaidi ni kuhusiana na usajili ambao unaendelea kwenye kikosi cha Young African, na tunazungumzia beki anayekuja kuchukua nafasi ya Bakari Nondo Mwamnyeto. Tutakwenda kumzungumzia kwa mapana bwana mdogo mwenye umri wa miaka 24, wasifu wake umekaa vipi, ana historia gani, ana uwezo gani, na anaweza kuisaidia klabu yetu pendwa ya Dar es Salaam Young African kwa kiwango kipi. Lakini swali la kwanza naloweza kukuuliza kabla tujamjadili bwana mdogo haya ni kwamba wewe unaonaje, kama shabiki, kama mpenzi na kama mdau wa michezo wa klabu ya Dar es Salaam Young Africa, unaona ni sahihi kwa klabu yako pendwa kuachana na mchezaji Bakari Nondo Mwamnyeto, au unasema hapewe muda hata baki kama kiongozi kwenye benchi la ufundi akiwa kama mchezaji kiongozi kwenye michezo mingine mfano ya FA na michezo mingine midogo, anaweza hakawa anacheza ili kuwapa pia experience wachezaji wageni na wachezaji wazawa ambao watajiunga na klabu ya Dar es Salaam Africa. Wewe uko maeneo gani? Na maoni yako kwenye comment atakuwa ni kitu cha muhimu sana. Usisahau na kusubscribe kwa sababu hii ndio chaneli ya mashabiki wa klabu ya Dar es Salaam Young African. Twende moja kwa moja tukajadili kuhusiana na mchezaji Alassane Riahi. Umri miaka 24, amecheza michezo 35 kwa msimu huu. Msimu uliopita alicheza michezo 35 na msimu juzi amecheza michezo 17. Yaani ndani ya misimu mitatu mfululizo amekuwa na uwezo wa kupata namba kwa zaidi ya 85.5 kwenye klabu ya ASEC Mimosas. Msimu wa kwanza alicheza michezo 17, ambao kwenye michezo yake 17 alianza katika michezo mitatu, mingine alitokea benchi na alikuwa anacheza namba tofauti kama kiungo mkabaji, na muda mwingine alikuwa anaingia kama beki wa katikati. Lakini baada ya kuonesha uwezo mkubwa, msimu uliofuatia hajakosa hata sekunde kwenye timu ya ASEC Mimosas, lakini pia hajakosa hata sekunde kwenye timu yake ya taifa ya pale timu yake ya taifa ambayo ni Lahia wa Burkina Faso. Lakini pia msimu huu nao pia hajakosa nafasi. Hawe ni mzima, hajakosa nafasi, na kwa sababu hana historia ya majeraha, hilo ndilo pia linalo wavutia viongozi wa klabu ya Dar es Salaam Young African kuvutiwa na uwezo wake. Na kwenye misimu hii mitatu amefanikiwa kufunga magoli 8 na assist 12, ambapo msimu huu ndio umekuwa msimu bora sana, ambao amefunga goli 6 akiwa ametoa assist 6. Na ni beki wa katikati huyo, ni beki ambaye pia anaweza akakupa angalau magoli 2 matatu ambayo yanaweza yakaamua mechi pale ambapo panakuwa panahitajika. Sasa Bakari Nondo Mwamnyeto amekuwa na kiwango kizuri kwa hivi karibuni, na hii imeendelea kupasua watu na kuwachanganya kabisa kwamba huenda Mwamnyeto basi akawa anaendelea kuwashawishi viongozi kumbakisha kwenye kikosi cha Young African. Wewe unaonaje? Tuendelee na Mwamnyeto au tumwache haondoke na tulete wachezaji wengine? Usahau kusubscribe, tutakutana wakati mwingine. Asante.